Wapendwa wasikilizaji wa redio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo Jumatatu tarehe 17 mwezi wa 3 2025, juma la pili la kipindi cha Kwaresma mwaka wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Danieli sura ya 9 aya ya 4 hadi ya 10. Zaburi au wimbo utatoka Zaburi ya 79 aya ya 8 hadi ya 9, aya ya 11, aya ya 13 na kitikio Zaburi ya 103 aya ya 10. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya 6 aya 36 hadi 38. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Msihukumu nanyi mtahukumiwa. Msilaumu nanyi hamtalaumiwa. Achilieni nanyi mtaachiliwa. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukasukwa hata kumwagika ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Karibuni sasa tusikilize tafakari. Mwanadamu ni alama ya huruma ya Mungu kwa sababu fumbo la kuumbwa kwake na safari ya maisha yake inadhihirisha ukuu, upendo na huruma ya Mungu. Pale mwanadamu alipotenda dhambi, alipojitenga mbali na uso wa Mungu, Mungu alikuwa wa kwanza kumtafuta mwanadamu. Mungu alifunua mpango wake wa ukombozi hatua kwa hatua ili mwanadamu asipotee milele. Huruma ya Mungu kwa wenyewe haina mipaka. Ni sisi wenyewe tunaojiwekea mipaka kwa ugumu wa mioyo yetu na kwa kushupalia maisha ya dhambi. Huruma yake ni kubwa zaidi kuliko uharibifu wa dhambi tulizotenda. Katika kitabu cha Waamuzi tunaona kwamba Mungu hapendezwi na maisha ya dhambi. Aliwaadhibu Waisraeli kwa sababu ya dhambi zao, na pale walipomlilia alimtuma mtu awe chombo chake cha ukombozi. Yeye daima humsamehe mtu endapo atatambua na kukiri makosa yake. Katika Agano Jipya, Mungu kwa njia ya mwanaye pekee ametufunulia ukamilifu wa huruma yake. Kristo alichukua binadamu wetu apate kutuonyesha namna ya kupokea na kuishi maisha yanayoakisi huruma ya Mungu. Alibainisha lengo la kuja kwake ulimwenguni kwamba amekuja kwa ajili ya wadhambi. Akatufundisha kuchangamana na wadhambi pasipo kujisawisha nao katika dhambi. Akatufundisha namna ya kusali kwamba sala si tendo la kujihesabia haki mbele ya Mungu kama alivyofanya Mfarisayo pale hekaluni, bali ni kujinyenyekeza mbele yake na kuomba huruma kama mtoza ushuru. Rejea Injili ya Luka sura ya 18 aya ya 9 hadi 14. Alifundisha hayo kwa sababu Wayahudi walishindwa kuelewa huruma na upendo wa Mungu kwa watu wake. Wao walidhani kwamba watastahilishwa kwa kutenda mema na kwa kufuata sheria ya Musa. Hivyo wakawatenga wale walioonekana kuwa ni wadhambi, nao wadhambi wakajihesabia kuwa hawahusiki kabisa na ufalme wa mbinguni. Leo Kristo anatuambia, basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Kwa maneno hayo
Kristo anatualika tumwangalie yeye ambaye ni Mungu mwenyewe anenena nasi kwa njia ya neno wake aliyejifanya mtu. Anatualika kwanza tupokee huruma yake kwa kupokea sakramenti, hasa Ekaristi Takatifu na kitubio, ili kupiaisha maisha yetu. Pia anatualika kuwa wajumbe wa huruma yake kwa watu kwa maneno na matendo yetu. Kwa namna ya pekee anatualika tuwatazame wenzetu kama yeye anavyowatazama. Yeye huona uzuri kwa kila mtu, haidhuru ana dhambi kiasi gani, na pia humkimbilia na kumkumbatia mdhambi anayetubu kama baba alivyomlaki mwana mpotevu. Rejea Injili ya Luka sura ya 15 aya ya 20. Ndugu zangu, huruma ya Mungu kwetu sisi binadamu haihalalishi maisha ya dhambi, bali inatoa fursa ya kurekebisha mitindo yetu ya maisha na kufanya mabadiliko ya kweli. Yesu alipomwambia mwanamke mzinifu, wala mimi sikuhukumu, enenda zako wala usitende dhambi tena, alionyesha kwamba huruma ya Mungu haipingi amri za Mungu, bali inazifafanua na kuzikamilisha. Amri zake zinatupatia kipimo cha matendo yetu, na huruma yake inaturejeshea hadhi yetu, hadhi ya kuwa watoto wa Mungu. Basi tukiwa tunaendelea na kipindi cha Kwaresma, leo tunakumbushwa kwamba tutahukumiwa kwa kiasi cha huruma tutachoonyesha kwa watu. Huruma yake haitokuwa kwetu kama tukishindwa kuwasamehe wengine. Basi ndugu yangu, mwenzako anapokukosea na kukukwaza, mvumilie. Uwezapo kumvumilia, msamehe. Umsamehe na umsahau kabisa, wala usikae na kinyongo. Ukishindwa kusahau ubaya uliotendewa, basi kila unapomkumbuka umuombee. Lakini tusiwakwaze watu kwa makusudi, bali tuishi maisha ya upendo, amani na uelewano baina yetu. Ndipo Kristo, mfano kamili wa huruma ya Mungu, atatawala katika maisha yetu na kutustahilisha kutawala naye huko mbinguni. Amina. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frater Romualdus Lucas Changale kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa pili katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki Tabora, Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo.